Babangu, nimekuwa na swali. Kumekuwa na attendance katika mahusiano hasa ya watu wanaomjua Mungu, wana kawaida ya kusema Bwana amenionyesha. Si kweli? Bwana amenionyesha. Si kweli. Simaanishi Mungu aonyeshe. Simaanishi Mungu afanye. Mungu anaonyesha sasa. Ndio. Ngoja experience yangu mimi. Nimepata experience hizi 3 kwa maisha yangu. Kabla sijaoa, kuna kundi la mabinti walifunga na kuomba. Binti alikuwa ananifungia, namkumbuka hata jina lake nilitaja. Alikuwa anafanya, anamwambia Mungu amenionyesha Philbert ndio mume wangu. Kila nikilala na muota yeye. Sawa? Haiwezekana muota, kumbe mwenzake anatamani. Nishaofisha unaweza kuwa unapewa ukakutana nini? Akili imesha kuwa addicted. Umeelewa eh? Kwa automatic ananiota. Amen. Are you getting? Anafanya ananiota. Sasa mimi sina lile wala lile. Binti mpaka anafunga. Anatoa mpaka sadaka kanisani. Are you getting? Kwa Mungu afanye. Kabla ya kuonyesha Mungu uanze kunitamani kumpe. Unaweza are you getting? Unakuwa kitu chako huko ndani anacho. Ndio unaanza kumwota Mungu anaonyesha ndio yeye, si kweli. Kwa hiyo matokeo akawa anafunga. Anafanyaje? Anaomba. Sasa baadaye mimi na mchumba wangu akamrejesha rafiki yangu kama namwambia unatoa na sadaka. Mimi Philbert na mchumba wangu Mungu amenionyesha. Tunasema mchumba wangu namfahamu. Akasema hapana, binti akataka kujiua. Nimekuja kupata taarifa za baadaye binti kumwangalia, yani hatuendane hata theruthi. Afana mimi hata robo. Are you getting? Kwa hiyo ni pepo linamsumbua tu. Sawa? Wa pili ametoka mkoa fulani. Batizime kwa sababu pepo mako. Ameniangalia kwenye mtandao. Akaja kama amefuatia mwaka nini? Mzima. Akaja hapa kanisani. Amekuja kwamba Mungu amemuonyesha kila mwaka mzima ananiombea. Kwa anaomba kupata nini? Mme. 1 year. Kwa kumbe anafunga anatoa sadaka kwa mchungaji wake. Kwamba nimeona yule baba kwenye Mungu aliniambia kwamba mimi atakaye nioa ni mtumishi. Sawa? Na nimeangalia yani nipoangalia picha yake moyo wangu ukashtuka huyo. Kwamba alipoona kwamba alionyeshwa na mtu kwamba unaona pasta unaona alivyokuwa anahubiri. Sasa nilipotazama picha yake ile video moyo ukafanya kwa akaamini Mungu afaje kwamba ndio huyu ni ambaye alikuwa anatamani atoke kwangu. Akaanza kuomba mwaka nini huko mkoani kwake, anasali kanisa kwao, anamtumikia Mungu. Kwa ikabidi apige hatua aje wapi? Sawa? Na kufika kanisani akawa mimi nahubiri ninahubiri hapa ibadani, ajue kama mwanamke. Ikabidi aje kunena nini? Ofisini. Na kitu kilichosaidia ni mtabiria. Ngamtajia mpaka mchumba alikuwa naye mpaka nini akashuka. Kwa baadaye ndio ofisi ya prophet ukweli wangu kwambia hivi. Mimi Mungu amenionyesha mwaka mzima wewe ndio wa kwangu. Kando Mungu atakuwa amekosea maoni. Aigeti. Wapo wengi, kuna wengine wanamwonea maono nani? Samuel. Wako 10. Sasa jamani, Mungu amenionyesha. Nataka mfano. Sasa hata nyinyi mabinti kuna wengine wanaonea nini? Maono ya Mungu amenionyesha sasa wewe ni wa kwangu. Hujakaa sawa sema huyo Mungu anajichanganya na anasemaje?
yaani mimi nimeonyeshwa wewe ni wa kwangu, nipeleke kwa baba yako. Nikasema wewe babangu atakupiga vibao utaamini. Anaonyeshwa huyo. Ndio. Umeelewa? Kuna mwingine mama alishamuona, mwingine akasema mama nimeona wewe ndio wa kwangu, akafunga akaapa akatoa mpaka sadaka, akasema nitakwambia ukweli, nisipokuwa wewe Mungu hayupo akumuoa. Yaani na hao baba waga hatufanani. Mimi ukaka nikamwangalia hatufanani. Yaani sifanani naye anavyokiongea na mimi tofauti kabisa. Are you getting? Nimeleka vizuri. Amen. Nimeleka. Amen. Kwa watu hao Mungu amenionyesha hawa. Sawa. Mungu alinionyesha ni kwamba unatafuta technique ya kuingilia. Yaani ni kimetaje? Kuna nini unaita? Atafuta technique. Gia kuingilia. Sawa. Anajua kwamba Samueli ni mwana maombi. Eliza anajua kufunga na kuomba. Kwa anakuja sasa Eliza, Mungu amenionyesha. Mungu afanyaje? Mwambie anionyeshe na mimi kwa. Hiyo baba imetokea mwaka huu. Kesha ule wa kuvuka mwaka. Alitokea mtu hivyo hivyo, akasema nilifunga siku 3, Mungu akanionyesha. Na ilikuwa hatujuani kabisa. Sasa nikamwambia Mungu amekuonyesha. Mimi nikamwambia tu mimi kwa kwenye mahusiano na nakaribia kuolewa. Akaniambia na huwezi kuolewa, lazima mimi nikoe. Nikamwambia huwezi. Hivyo. Umesikia? Mungu umesikia? Mungu anakuonyeshaje? Tuambie anakuonyesha vipi? Mimi unielezee. Kwa sababu Mungu akikuonyesha hauwezi kuambia ndio kumwambia wewe mke. Na kuna dimension ya Mungu kuonyesha. Mungu akuonyeshi ukaseme. Nimesema nini? Kama angetaka useme angeusemesha. Naudete. Mungu amuonyeshi mtu wa kusema. Kama Mungu amekuonyesha, basi amekuonyesha. Kama hata angekusemesha, angemsemesha yeye. Amen. Sawa. Kuna dimension. Mungu anakuonyesha wapi? Kwenye ndoto? Wapi? Kuota tu. Okay, sawa. Okay, sawa, umemuota sasa. Baba, nimemuota sasa. Nimemuota sasa. Tunafunga ndoa. Kwa nini mwendea sasa jamani sasa? Nimekuota. Tunafunga nini? Ndoa. Nataka kumwambia. Mbona ulipotoka kwa makaburini, ukwenda makaburini? Kama kuonyesha ndio hivyo, sio umemuota? Mbona siku ile ulipota makaburini, ukwenda kulala makaburini? Kwa hiyo hao wanasema Mungu amenionyesha, kwanza ni waongo. Sawa? Watumia kupatia. Lakini kuna wakati Mungu anakuonyesha. Hapo ndo anakuonyeshaje? Amen. Amen. Mungu akikuonyesha ulikuwa uone. Mungu hawezi kuonyesha kitu unachokiona, wewe sio Mungu. Hivi leo. Yes, tazama film. Mungu anaiona, sasa unaonyesha nini? Sasa wewe sasa unamwona kila siku. Yaani unamwona nini? Sasa Mungu amenionyesha kama wewe mke wangu, wewe usiwe kichata, wewe kichata. Mungu anakuonyesha kitu ambacho hujakiona. Atakuletea mdada mfano. Haujawahi kumwona hata siku moja, umjui popote. Ndio unakuja kukutana naye kwamba mahali fulani mtu. Basi huyo Mungu afanye. Hayo ndio maono. Kwamba sisi anaona mtu six back mrefu. Ana kidoti hapa. Ana meno, ana mwanya. So mahitaji yako. Anakaa hivyo. Anatembea amebinda kidogo. Sawa. Unaona mtu akuja, yani kama Mungu akisema huyu ndio mume wangu. Then baada ya mwaka mmoja ukutana mtu yule. Basi utamwambia Bwana, habari. Mungu anakupenda. Hapo automatically na yeye atakamwini. Ataingia moja kwa moja.
is my wife. Mimi mke wangu sijui popote pale, nilikuwa sijui popote pale. Kwa binti mwingine hapa nimtabiria hapa, alikuja hapa nikamtabiria, nikasema naona mtu yuko hivi, anaitwa Michael, mtakutana kwenye lift, amevaa t-shirt hii na hii na hii. Binti akaenda kufanya kazi ni CCF wapi, anateremka kwenye lift, anapanda mtu kwenye lift, tumekaa wawili, akamsema dada, habari, salama, naitwa nani, naitwa fulani, wewe unaitwa, akasema Michael, t-shirt ile ule fulani na kidoti hapa kilama. Akamwambia dada, nakupa, naomba namba yako. Binti kamsumba, prophet ameniambia ni Michael, tapata t-shirt mrefu ana alama, leo wameoana. Wow. Na jina the same. Sasa wewe ulionaye nani alikuonyesha? Wewe uliomkubalia nani alikuonyesha? Amen. Sawa. Kwa hiyo Mungu hawezi kuonyesha kitu anachokiona. Akitokea kijana hapo, yani Loina, Samuel akimwambia Loina, Mungu amekuonyesha. Mpige makofi. Mwambie uko nione kutoka zamani. Sawa. Amen. Na kutoka mtu mmoja kutana kwa jamani, Mungu amenionyesha nikupende, umwambie amekwambia jina langu nani?